umeanguka Kenya ni nuru iliyong'aa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Huyu si mwingine bali ni Raila Amolo Odinga, akifahamika pia kama Baba, ambaye ni nyota iliyochomoza kutokea kule magharibi mwa Kenya katika mkoa wa Nyanza. Hii ni TriGen Media. Tangazo la kifo chake liliwasha masikioni mwa walio wengi, wakiwemo wafuasi wake ambao kwa namna moja ama nyingine walimheshimu, walienzi nyayo zake za siasa huyu Raila Odinga na kumpachika majina mengi sana ya heshima kama vile Baba, Agwambo na mengine mengi ya kishujaa. Waliangua vilio vilivyokuwa vikitoa mitazamo ya kwamba walimtegemea kwa kiasi kikubwa katika safari hiyo ya kisiasa, huku vyombo vya habari vilivyozungumza na baadhi ya watu walioguswa na msiba huo, wakiwemo wafuasi wao, wanachoeleza ni simanzi tupu. Raila Amolo Odinga alizaliwa Januari 7 mwaka 1945 magharibi mwa Kenya katika mkoa wa Nyanza. Ni kiongozi ambaye amehudumu kama waziri mkuu wa kwanza wa Kenya, cheo kilichoundwa kufuatia mkataba wa kitaifa ulioafikiwa ukilenga kumaliza ghasia za kisiasa baada ya uchaguzi wa Kenya wa mwaka 2007 na 2008, ambapo waligawana mamlaka ya Rais Mwai Kibaki, ikijulikana wakati huo kama serikali ya nusu mkate. Kiongozi huyu ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 80 hadi kifo chake kinamkuta, alikuwa kiongoza chama cha Orange Democratic Movement ODM. Vigogo wengine waliokuwa kishirikiana kwa karibu kiuongozi na katika uga wa kisiasa na Raila Odinga ni pamoja na Kalonzo Musyoka, aliyewahi kuwa makamu wa rais wa zamani na kiongozi wa chama cha Wiper Democratic Movement WDM, na mwingine ni Musalia Mudavadi ambaye naye alikuwa makamu wa rais wa zamani na kiongozi wa chama cha Amani National Congress ANC. Lakini yupo pia kigogo mwingine wa siasa za Kenya, Moses Wetangula, ambaye ni kiongozi wa chama cha Forum for Restoration of Democracy Kenya, kikijulikana kama Ford Kenya, na Isaac Ruto wa chama cha Mashinani. Ukiangalia maisha yake ya kisiasa, Raila Amolo Odinga, ni kwamba miaka mingi alikuwa na ndoto ya kuwa rais wa taifa hilo, lakini pamoja na kuwania urais mara kadhaa, ndoto yake haijawahi kutimia. Japo kwa nyakati zote akiwania urais alitikisa uga wa siasa za Kenya, huku wafuasi wake wakipinga kuwa hajawahi kushindwa katika chaguzi zote. Hata hivyo, harakati zake za kisiasa pia zilimfanya wakati fulani kuwekwa chini ya ulinzi na kuachiliwa mara kadhaa katika utawala wa Rais Moi mwaka 1982 hadi 1991 kwa kile kilichodaiwa kushinikiza mageuzi ya kisiasa. Odinga, pamoja na kushindwa kutimiza ndoto yake ya kupata urais, aliweza kufanya kazi na serikali nyingi tu, ikiwemo serikali ya nusu mkate wakati wa utawala wa Kibaki, lakini pia na serikali nyingine zilizofuata, kwani kivuli chake kilikuwa ni tishio ukikiweka mbali na utawala, huku wafuasi wake wakiendelea kushinikiza kwamba aendelee kuwania nafasi hiyo na kuwaongoza siku moja kama rais. Katika uchaguzi wa Agosti 2017 hakuchaguliwa pia. Tume ilipomtangaza mshindi na kumtangaza yeye kwamba ameshindwa katika uchaguzi huo, alipinga matokeo hayo katika mahakama ya juu, na uchaguzi huo ukafutiliwa mbali na kuitishwa uchaguzi mwingine wa Oktoba 26 mwaka huo huo 2017. Tuje kumwangazia kikanda. Raila Amolo Odinga ana umaarufu wake mkubwa wa ushawishi wa siasa za kikanda, na mwaka 2024 alitangaza kuwania nafasi ya kuwa mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika AU, lakini hakupata. Ni mengi kumhusu mwenda zake Raila Amolo Odinga ama Baba. Hii ni sehemu ndogo tu ya kile tutakachoanza kukuletea hapa, kuelezea historia ya maisha yake kwa kina. Bwana alitoa na sasa ametoa, jina lake libarikiwe. Amen. Na hii ni TriGen Media.